na vile vile iko kwenye Mandela Principles, takuletea baadaye. Na haki ya kuabudu, mheshimiwa, kila Jumapili Wakristo, na mimi ni Mkristo, Wakristo wanafanyiwa ibada na gereza kuu la Ukonga every Sunday. Na kwenye sikukuu za Kikristo wafungwa wanafanyiwa ibada gerezani. Mimi nilipelekwa Ukonga siku ya Ijumaa Kuu asubuhi. Ijumaa Kuu. Na nilipopokelewa, immediately nilimuomba mkuu wa gereza nikasali sala ya Ijumaa Kuu, akakataa. Jumapili ya Pasaka nikamwambia mkuu wa gereza nataka niende nikasali Jumapili ya Pasaka, akakataa. Jumatatu ya Pasaka, bwana jela nataka niende kusali, akakataa. Na amekataa, nimeomba na amekataa kila Jumapili including ya jana. Wafungwa wengine wote wanakwenda kusali isipokuwa mimi na wengine ambao nitawataja hapa muda si mrefu, isipokuwa mimi. Kanuni ya 14 inasema a minister of religion, that is 14:1, a minister of religion shall be admitted at proper and reasonable times to a prison to visit prisoners. Mtu kiongozi wa kiroho ataruhusiwa gerezani kwa muda unaofaa kutembelea wafungwa, sio kwenda kuwaambia habari gani. Hakuna chai kule wala kunywa nao chai kwa sababu hamna chai. Ni kwenda kuwapa huduma ya kiroho. Waislamu every Friday, sisi wa Kristo every Sunday and every Christian holiday. Wote wanakwenda isipokuwa huyu mhaini ambaye hawezi hata kuomba Mungu. Hatakiwi, sio hawezi, hatakiwi kuomba, hata kuomba Mungu. Inasema 14:2, a minister of religion shall be permitted to hold religious services at such hours and in such places as the officer in charge may permit, and the officer in charge shall make such arrangements for the holding of religious services and for the religious instruction of prisoners, shall not in any way interfere with the routine and administration of the prison. Unaruhusiwa kufundishwa dini. Kama hujabatizwa au hujapata kipaimara au komunyo, utafundishwa hayo mambo ili ubatizwe au upate kipaimara au uwe unapata mwili wa Bwana. It is the law. Na 3 inasema the attendance of prisoners at religious services and the religious instruction shall be voluntary. Sio lazima, hatulazimishwi kwenda kanisani. Unaenda ukitaka. Mimi nimetaka, nimekataliwa.
kwa siku 68. Kwa hiyo my right of worship has been monstrously violated. Haki yangu ya kuabudu imekiukwa vibaya sana. Haki yangu ya kisheria. Na nimewaambia mawakili wangu throughout, wamenipambania sana, imeshindikana. La tatu,